Nataka kuleta ujumbe wa neno la Mungu, tukumbushane kidogo tu kule tulikotoka na kule tunakokwenda. Miaka 5 iliyopita tulikuwa na kauli mbiu fulani, au sio kauli mbiu, tulikuwa na msisitizo fulani ambao unajumuisha vitengo vyetu vyote, ambao ulikuwa unazungumzia habari ya umisheni na uinjilisti. Zile 4 you, unakumbuka umisheni na nini na uinjilisti. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, na jambo la pili lilikuwa ni uadilifu na uaminifu, na jambo la tatu lilikuwa uwajibikaji na uwajibishwaji, na jambo la 4 lilikuwa uchumi na uchangiaji. Na tuliendelea kwa kipindi cha miaka 5 kukumbushana mambo kama hayo na tuliweka msisitizo katika kitabu kile cha Ezra sura ya 10 mstari wa 4. Ulikuwa unasema inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe na sisi tuko pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Na tulienda kwa kipindi hicho, kuna baadhi ya mambo tulifanya, lakini pia mwaka huu tumekuja na mstari mwingine unaosema usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Lakini huu unatokana na ule mstari ambao tulianza miaka 5 iliyopita. Na mstari huu wa usinipunguzie mwendo tunaupata katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa 4 mstari wa 24. Sasa nilitaka tu tukumbushane tu hapo kidogo kabla tujaendelea na vipindi vyetu. Biblia inasema hivi, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Mstari huu nimekuwa nikiusoma mara kwa mara, na ninapokutana na makundi tofauti kama haya, mara nyingi najifananisha na wana wa Isakari, ambao wanasema hapa ni watu wenye akili. Naweza kawa sehemu mbili, akili za kidunia na akili za kimungu pia. Lakini pia anasema ni watu waliokuwa wanajua nyakati, alafu pia kuyajua ya wapasayo Israeli kuyatenda. Na hawa watu idadi yao walikuwa watu 200. Ukipata muda wa kusoma kwa wakati wako, utaona makundi mengine ya makabila mengine walifikia watu 24,000, wengine walikuwa 6,000, wengine walikuwa 8,000, yaani kwa idadi kubwa sana. Lakini wana wa Isakari wao walikuwa idadi yao ni watu ngapi? 200. Huwezi ukaingiza 200 kwenye 24,000. Huwezi ukaingiza 200 kwa watu 4,000. Kwa hiyo hawa walikuwa ni watu wachache sana. Lakini Biblia inasema hawa ni watu waliokuwa na akili za kujua. Naona walikuwa ni watu wenye akili za kujua nyakati na mambo yanayowapasa Israeli kufanya nini? Kuyatenda. Kwa lugha nyingine, yani Waisraeli wote katika makundi walionayo wasingeweza kufanya mambo yoyote. Lazima walikuwa wanapata mambo kwa hawa watu 200, hawa wa kabila la Isakari, kwa sababu walikuwa ni watu wenye akili, watu wanayoyajua yanayowapasa Israeli kufanya nini? Kuyatenda. Walikuwa wana akili, pia wanajua na nyakati, kwamba hizi nyakati ni kitu gani kinapaswa Israeli watende. Kwa hiyo hawa wote walikuwa hapo. Nimekuwa nikisoma mara kwa mara mstari wa 8 sura hiyo sura ya 12. Nimekuwa nikisoma sana mstari wa 8 kutaja tu idadi moja, lakini ukija 23 ukashuka hapo unaweza kukuta idadi
ya hayo makabila. Mstari wa 8 unasema, na wana wa Gadi wakajitenga kumfuata Daudi ngomeni huko nyikani, wanaume mashujaa waliozoezwa vita, walioweza kutumia ngao na mkuki, ambao nyuso zao zilikuwa kama nyuso za simba, nao walikuwa wepesi kama kulungu juu ya milima. Mwandishi anaendelea mstari wa 14 anasema, hao wana wa Gadi walikuwa maakida wa jeshi. Yeye aliyekuwa mdogo amelingana na 100, na yeye aliyekuwa mkubwa na 1000. Yani hao jamaa hawakuwa askari wa kawaida. Wamezoeza kutumia mkono wa kuume na nini na wa kushoto, ngao. Halafu hawa askari ilikuwa ukikutana nao namna hii, nyuso zao Biblia inawafananisha ni kama nyuso ya nini? Ya simba. Yani umekutana na simba. Halafu anasema aliye mdogo analingana na watu 1000. Yani huyo ndio askari mdogo mdogo. Halafu ni wepesi kama kulungu. Yani wanakimbia kama kulungu. Yani wako makini sana. Lakini nachelewa kusema kwamba Biblia inasema hawa jamaa hawa, pamoja na hayo mambo yao yote, yani wanaweza kutumia mikuki, wana nyuso kama simba, wepesi kama kulungu, hawawezi kwenda vitani mpaka kwanza wasikie wana wa Isakari wanasemaje. Mungu wetu apewe sifa. Mradi wa Tuna Ndoto, au wewe katika nafasi ulioko kwenye mradi, unatakiwa ujijue wewe ni zaidi ya wana wa Isakari. Hapo ndio sasa tunakutana na changamoto ya watu wanafika pale hawajui. Unapowekwa kwenye mradi au kwenye taasisi yoyote, Mungu anakutaka wewe uwe zaidi ya wana wa Isakari, kwa sababu wewe ndiye ambaye utasababisha matokeo mazuri, matokeo kusudiwa. Na matokeo yaliyokusudiwa kwa kanisa letu la FPCT, uti wake wa mgongo namba 1 ni umisheni na uinjilisti. Yani wewe kujua kwamba mimi nikiwa hapa kwenye hii taasisi, sio tu kwa sababu ninafanya kazi na nalipwa mshahara, niko hapa kwa kusababisha injili, umisheni uendelee. Yani kila unachokifanya pale unafanya umisheni, unafanya injili. Hata kama kweli unalipwa pesa, hata kama kweli kuna hesabu unazitoa, lakini unatakiwa kwenye ufahamu wako ujue niko hapa kwa sababu ya umisheni na kwa sababu ya injili. Bila hivyo hakuna kitakachofanyika. Ukifanya tu mradi kama ni mradi tu kwa sababu unapata pesa, kwa sababu unafanya, ndio utasikia kuna mambo mengi sana yanatokea kwenye miradi. Baada ya muda mfupi huyu amefukuzwa, baada ya muda mfupi huyu amekwapua pesa. Tatizo sio uwizi, tatizo yule mtu hajajua yuko pale kwa sababu gani. Akijua kwamba niko hapa si kwa sababu ya pesa, niko hapa kwa sababu ya umisheni. Nitasababisha mimi kuwepo hapa, mtu mmoja atamjua Yesu. Nitasababisha mimi kuwepo hapa, ushuhuda wa Kristo utaingia kwa watu. Ukishajua hiyo, haya mambo mengine ya kutokuwa na kufanya au kuelewa hayawezi kuwepo. Shida kubwa inakuwa hapo. Ndio kie jirani yako muulize, wewe ni mwana wa Isakari au mwana wa Isaka? Kwa sababu watoto wa Isaka, Esau na Yakobo hawakuwa wazuri. Walikuwa waongo na ni watoto wa Isaka. Mara wamedanganyana kwa dengu. Si unafahamu Mara wamedanganywa na wao kwenye kuoa. Yani vurugu nyingi. Lakini wana wa Isakari, Biblia inasema ni wenye akili za kujua nyakati, kujua ya wapasayo Israeli kuyatenda. Idadi yao walikuwa watu 200. Nimekuwa nikisoma kila mara hiyo mistari, inanishangaza sana. Na ndio ukienda kule sasa kwa wana wa Isakari, ndio hao walipewa mji unaitwa Shunemu. Ndio tunamkuta yule mwanamke mwenye cheo wa Shunemi, ni yule anatoka ukoo wa Isakari. Ndio maana alikuwa na macho ya kuona kwamba pamoja na kwamba mimi nina cheo kule kazini ninakofanya, lakini cheo changu kitapoteza mwelekeo nisipojua injili na umisheni, au umisheni na injili. Akajua mimi niko kwenye cheo, lakini hawa wanaopita hapa, kwa maana ya Elisha na Geazi, akawatambua hawa ni watumishi wa Mungu.
Huyo mama mnajua alivyowakaribisha, mnajua alivyoweka chumba, alivyoweka vitanda na kila kitu. Sasa sitaki kwenda sana huko, nataka tu nikuonyeshe huo ukoo wa wana wa Isakari. Hata Daudi alipokuwa na umri mkubwa sana, amechoka, hawezi kufanya vyovyote, hata viungo vyake vya mwili haviwezi kufanya kazi. Wakati wanamuona huyu mzee anasumbuka, wakamtafutia msichana, binti bikira, amtie joto huyu mfalme. Na yule msichana alikuwa anatoka katika kabila la Isakari. Waliona tukichukua makabila mengine tusiyoelewa haya, mambo yanaweza yakatokea mengine haya. Kwa sababu kuna kabila ambalo walivuka mpaka vitanda vya baba zao wakaachwa kuchaguliwa. Yaani Biblia hii hakuna kitu imeandika kienyeji. Yaani imeandikwa kwa mpangilio mzuri sana. Yule binti alimtunza yule baba katika umri wake hadi akafikia mahali ambapo Daudi akamaliza maisha. Na maandiko yanasema mmoja wa watoto wa Daudi akataka kumwoa yule binti kwa sababu alikuwa bado bikira. Yaani hakuna mahali alifanywa kitu chochote cha ajabu. So kwa kifupi, na dakika sijui 2 zimebakia, dakika 5 zilizobakia kwa saa yangu hapa, na ziko sawa, zinatosha. Nitaka kuzungumzia kwamba umisheni na uinjilisti ni wewe kujua kwamba haupo pale kwenye nafasi hiyo kwa namna nyingine yote. Hauko pale kupata masilahi. Uko pale kusababisha injili na misheni watu waione. Wanapofika kwenye kituo chako cha kazi, kwenye mradi unaofanya, wanaona hapa kuna umisheni, hapa kuna uinjilisti, hakuna ubabaishaji hapa. Namba 2 ni uadilifu na uaminifu. Uadilifu ni swala ambalo linamhusu mtu binafsi. Uaminifu ni ule unaoonekana kwa watu. Unaweza kaniona mimi kwa sababu bishop ni mwaminifu, huo yeye ni hali inayoonekana. Lakini uadilifu ni kitu cha ndani. Ni wewe binafsi. Sasa hapa ndo tunapambana sana. Hata sisi tunasikitika. Mimi nimekuwepo kwenye halmashauri hii sasa nadhani miaka inaanza kukaribia 20 sasa. Tangu nikiwa askofu wa jimbo na kuwa makamu askofu na kuwa askofu mkuu, na hiki kipindi changu ni cha mwisho, hiki ninamaliza cha miaka 10 kwa uaskofu, kwa maana miaka 5 iliyoko mbele yangu. Kwa hiyo tuna 4 sasa. Kuna mambo mengi nimeyaona sana, yamekuwa changamoto kubwa sana. Haya yanalingana na masuala ya uadilifu. Mtu anaanza vizuri sana kwenye kituo, lakini baadaye unaanza kushangaa huyo mtu anafanya nini? Anabadilika. Zamani zile tulikuwa tukitoka Bikwani, tulikuwa tunakuja hapa. Siku ilikuwa tunakuja kwenye vikao gani? Sharti ilikuwa ukija, kama ukipanda taxi pale Ubungo, uje na risiti. Na tulikuwa tunakuja na risiti, na mimi nilikuwa mmoja wapo. Wakati mwingine nakuja na risiti. Sasa ona, dereva wa taxi anakuambia hii risiti ni kuandikie shilingi au ni kuachie pleni utajaza mwenyewe. Wengi tulifanya hivyo. Na mimi siku moja niliwahi kujaribiwa. Nilikuwa na kashida kahela, nikataka niandike 25. Wakati nalipa shilingi 6,000. Baadaye nikasikia nimechomwa huko moyoni, nikabadilisha. Sikuja kuitoa hiyo risiti, nikaichana kabisa. Yaani masuala ya uadilifu yanahusu mtu binafsi. Ndugu zetu wanatusaidia, wanatoa fedha kutoka Ulaya, zinakuja hapa. Sasa sisi tunakuaje na uadilifu na hizo fedha? Ndio changamoto kubwa tulionayo leo. Kuna ile Kiswahili nasema hiyo kazi ya kanisa. Yaani imeingia mpaka kwa wateule, wana wa Isakari nao wanaona hii si kazi ya kanisa. Hii sio kazi ya kanisa. Mungu amekuweka pale kwa makusudi maalum. Mungu wetu apewe sifa. Nitaka kuruka hiyo sehemu ya pili ya uadilifu, alafu uwajibikaji na uchumi. Ngoja nimalizie kwa kusema hivi. Katika masuala ya uadilifu, ni yale yanamhusu mtu mwenyewe binafsi. Nadhani tunajua historia ya Yusufu. Walibaki wawili na mke wa nani? Wa Potifa. Wawili tu, hakuna mtu mwingine. Na mama alimhakikishia, mimi ndio usalama wa hii familia. Kwa hiyo wewe usiwe na shida. Yusufu akasema, siwezi kufanya ubaya huu nimkose baba yangu mzee Yakobo, nikose taifa langu la Israeli. Alisema siwezi kufanya ubaya huu nimkose nani? Nimkose Mungu. Nadhani vurugu ilitokea kubwa, baadaye Yusufu alikimbia. Swala la uadilifu, wapendwa, kwa nafasi yenu, kwa nafasi yangu kama kiongozi wenu,
hili swala tuliangalie binafsi, kila mtu kwenye eneo lake. Linaleta mambo mengi sana ambayo yanafanya vurugu nyingi sana. Nitoa mfano mmoja. Kule Tanga kulikuwa kuna wakati mratibu mmoja alichukua cheki, akaandika cheki iliandikwa milioni 1, yeye akabadilisha akaandika milioni 2. Na vijana walio chini yake wakaona, akasema sasa kama huyu mratibu ameandika cheki, mbona mmekuza nyuso, mnasikia vibaya? Si ndio tunaambiana ukweli jamani? Ukweli ndio unatuponya jamani. Vijana walio chini yake wakatoa ile siri kwamba bwana, mratibu wetu hapo amegushi hiyo cheki. Cheki ilikuwa milioni 1, yeye kaandika milioni 2. Mimi nikaletewa taarifa. Na mimi nakaa Tanga, mchungaji kiongozi. Nikaamua kumweleza mkuu wa miradi. Nikamwambia mkuu wa miradi, kuna uharibifu fulani huku, hebu ushughulikieni. Mimi nikasimama kwenye nafasi yangu. Na mkuu wa miradi akakutana na waliokuwa wanahusika pale. Na wakati huo kulikuwa kuna missionary ambaye alikuwa anasimamia huo mradi. Wakazungumza, wakaamua kumsamehe yule ndugu aliyegushi ile cheki. Msamaha jamani ni kitu cha muhimu sana. Si ni kweli? Tulipokuja kukaa kwenye kikao tukajadili sana, ikaonekana asamehewe. Mimi nikaweka angalizo tu kwamba lakini kwa hatua kama hii si nzuri sana. Kuna uwizi, unaweza kukuta hela hapo ukazichukua, zilikuwa 200,000 ukachomoa 20,000 ukaiweka mfukoni, mwenye hela yake akahesabia akakuta 80, akajua kuna 20,000 imefanya nini?